kumbukumbu zangu, tunao wawekezaji ambao wanaendelea na shughuli za uwekezaji watatu: kiwanda cha sukari, kiwanda cha pombe kali, pia kiwanda cha kuchakata makaa ya mawe ili kupata nishati safi ya kutumia. Napenda kusisitiza pia fursa kubwa ya uwekezaji katika sekta ya utalii nayo ipo, ambayo bado haijatumika kikamilifu. Lakini mkoa wa Ruvuma una vivutio vya asili, lakini pia una urithi wa utamaduni, lakini pia una mandhari ya kipekee na ukarimu wa wananchi. Hii ni fursa kwa uwekezaji katika hoteli na malazi ya viwango mbalimbali, lakini utalii wa kiikolojia na utamaduni, lakini pia huduma za usafiri na shughuli saidizi za kiutalii. Utalii ni sekta yenye mzunguko mkubwa wa fedha na ajira. Serikali ya mkoa iko tayari kushirikiana na wawekezaji wanaotaka kuwekeza katika eneo hili. Ndugu wafanyabiashara na wawekezaji na wadau wa maendeleo, napenda nikumbushe kauli ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ambayo aliitoa wakati amefanya ziara ndani ya mkoa wetu, ambayo amesisitiza kuwa mkoa wa Ruvuma uwe kitovu cha biashara na uchumi wa kanda ya Kusini. Kauli hii sio maneno tu, bali ni mwelekeo wa kimkakati unaoendelea kutafsiriwa kwa vitendo kupitia uwekezaji wa serikali katika miundombinu na mazingira ya kibiashara. Natoa wito mahususi kwa wawekezaji na wafanyabiashara kuanzisha na kuwekeza katika viwanda vya kuongeza thamani, hususan kwenye uchakataji wa mazao ya kilimo, lakini bidhaa zitokanazo na madini ikiwemo makaa ya mawe, ambayo tumeanza kuona namna wanavyoibadilisha sasa nishati ile kuwa nishati safi na inayoweza kutumika kwa wananchi, lakini vile vile kujenga viwanda vinavyounganisha shughuli za kilimo, biashara na masoko ya ndani na nje ya nchi yetu. Lakini vile vile kuongeza thamani ndiyo njia ya kuongeza faida, ajira, mapato ya serikali na kipato cha wananchi. Dhamira hiyo njema ya Mheshimiwa Rais ya kukuza biashara, viwanda na uwekezaji katika nchi yetu haijaishia tu kutamkwa kwa maneno, pia imeandikwa katika ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 25-30, lakini pia katika dira ya taifa 2050. Ni jukumu letu sote, sekta ya umma na sekta binafsi, kushirikiana kuhakikisha tunayafikia malengo yote yaliyowekwa. Mkoa wetu wa Ruvuma una fursa nyingi. Mkoa wetu wa Ruvuma una fursa hasa kwenye shughuli za kilimo. Tunalima mazao mbalimbali ikiwemo soya, ikiwemo mbaazi, ikiwepo ufuta, korosho, kahawa. Kwa hiyo tunawakaribisha wadau mbalimbali kuwekeza kwenye mkoa wa Ruvuma, hasa kwenye kuongeza thamani mazao hayo ambayo nimeweza kuyatamka. Na mkoa huu tukumbuke kwamba unalima mahindi kwa kiwango kikubwa sana. Tunalima zaidi ya tani milioni 1.8 kwa kila mwaka. Kwa hiyo kwa kiwango hiki tunaweza kabisa kusupply mahindi katika maeneo mbalimbali. Bongo Play TV.